Umefanya yaliyo makubwa, wewe ni mwema, wewe ni mwema, mimi sina cha kukurudishia, e Bwana, kwa fadhili zako maishani mwangu. Umefanya yaliyo makubwa, wewe ni mwema, wewe ni mwema, mimi sina cha kukurudishia, e Bwana, kwa fadhili zako maishani mwangu. Umefanya yaliyo makubwa, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, sina cha kukurudishia, e Bwana, kwa fadhili zako maishani mwangu. Umefanya yaliyo makubwa, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, sina cha kukurudishia, e Bwana, kwa fadhili zako maishani mwangu. Umefanya yaliyo makubwa, wewe ni mwema, wewe ni mwema, sema asante, 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 asante kwa fadhili zako, asante, asante Yesu, asante, asante kwa fadhili zako, asante, asante Yesu, asante kwa fadhili asante kwa fadhili zako. Rapashaka ya ndorobosiki ya mandara mashanda. Mungu wetu, tunasema asante kwa fadhili zako, asante kwa uaminifu wako. Hata hatuna cha kukurudishia Bwana kwa wema wako na fadhili zako ambazo umeendelea kutenda kwenye maisha yetu Bwana. Tumekuona Mungu ukitupigania, tumekuona Baba ukitutetea, tumekuona ukitufundisha, tumekuona ukituonya Bwana, tumekuona ukituelekeza. Nasi Mungu wetu tunasema asante kwa fadhili zako katika maisha yetu Bwana, fadhili zako ambazo ni mpya kila asubuhi. Robo shanda ramasika,
Riboko sikiria mando robo shanda. Ni wewe tunayekutukuza, ni wewe tunayekuadhimisha Bwana. Tunasema asante kwa neema tena na kibali ulichotupa asubuhi ya leo kuingia nywani mwako Bwana. Nasi tunakuja kwako kwa unyenyekevu mkuu sana. Ribo shaka yanda ramasika. Baba yetu, tunaomba rehema na toba katika damu yako ya thamani Yesu Kristo iliyomwagika msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Katika jambo lolote unaloliona alikupendezi wewe, kwenye mawazo yetu, maneno yetu na matendo yetu Bwana, kusikia kwetu, kuona kwetu, ribo shaka yanda ramasika, tunaomba utuoshe, tunaomba ututakase, utusafishe kabisa kwa ile damu ya thamani ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani kwa ajili ya dhambi zetu Bwana. Nasi tena tunajiweka wakfu asubuhi ya leo kwako Bwana, ili Mungu ukapate kutusaidia, ukapate kutuongoza katika mafundisho, lakini na katika maombi. Tunaomba Roho yako Mtakatifu awe pamoja nasi. Robo shanda ramasika, tunakabidhi kipindi hiki na ratiba zote kwenye mikono ya damu ya Yesu, na kila aliye mahali hapa na wale wanaoendelea kuja tunawakabidhi kwenye mikono ya damu ya Yesu. Walinde, wapiganiwe na wewe, watetee na wewe Bwana, lakini ukapate kuachilia na msaada wako kwenye maisha yao. Sifa na heshima ni zako katika jina la Yesu, amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise team, Mungu awabariki. Msiende mbali, tunaweza tukahitajika muda si mrefu. Ninawasalimu tena katika jina la Yesu. Basi tunaendelea na somo letu kama tulivyoanza ile siku ya Jumatatu. Nitaenda leo kwa haraka kidogo ili tupate pia zile dakika zetu kwa ajili ya maombi. Tutahitaji sana kuomba hapa. Tutakuwa na maombi kama 3-4 hivi. Tutakuwa na maombi kama 3-4 ambao lazima tuyaombe. Tutamshukuru Mungu, lakini tutaomba uso wa Mungu uende pamoja nasi, lakini pia tutauweka wakfu mwaka. Tutauweka wakfu mwaka ili basi zile baraka Mungu alizokusudia katika mwaka ujao tuweze kuzipokea katika kiwango kile amekikusudia. Sasa tunaenda na somo letu. Kichwa cha somo kinasema mtengenezee Mungu mazingira ili uwepo wake uende pamoja nawe. Tulisoma Kutoka 33:14. Mtengenezee Mungu mazingira ili uwepo wake uende pamoja nawe. Lengo letu la somo lilikuwa ni kukujulisha kwamba uwepo wa Mungu upo kila mahali, lakini ili uwepo kwa ajili yako ni lazima wewe mwenyewe utengeneze mazingira. Uwepo wa Mungu upo kila mahali, lakini ili uwepo kwa ajili yako ni lazima wewe mwenyewe utengeneze mazingira. Tukaangalia hapo namna ya kutengeneza mazingira, aina ya moyo ambao Mungu anakubali, lakini kiu Mungu alionayo kwa mwanadamu tuliangalia hapo, na jana tuliangalia mazingira yanayoruhusu uwepo wa Mungu. Sasa tuliangalia mazingira ya kwanza ilikuwa ni kuwa na moyo wa shukrani. Mazingira ya pili ilikuwa kutenga muda wako binafsi na Mungu. Mazingira ya tatu ilikuwa ni kuweka imani yako kwa Mungu. Mazingira ya 4 ilikuwa ni kuwa mtu mwenye maneno machache. Sasa kuna mazingira mawili nilikuwa sijayasema jana, hata hapa nitayataja tu. Kuwa mtu wa msamaha. Kuwa mtu wa msamaha. Mika 6:8 na Mathayo 6:14. Hii tulisoma hata asubuhi. Mazingira ambayo sikuyasoma ilikuwa ni moja tu. La 6, fanya mambo yote kama kwa Bwana na si kama kwa mwanadamu. Yaani kila kitu unachokifanya fanya kama unamfanyia Mungu na si kama unamfanyia mwanadamu. Tulisoma Wakolosai 3:23 na 24. Tukaona hapo kwamba lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni kwa moyo kama kwa Bwana na si kama kwa mwanadamu, mkijua kwamba mnamtumikia. Kwanza Mungu ndiye atakayewalipa ujira kwa sababu mnamtumikia Mungu. Kwa hiyo tukasema mazingira yoyote ulionayo, mahali kokote unapokuwa, unakuwa unamtumikia Mungu hata kama umeajiriwa na wanadamu. Anasema lolote mfanyalo, fanyeni kwa moyo kama kwa Bwana na si kama
kwa wanadamu, mkijua kabisa mtalipwa ujira kwa hiyo kazi yenu. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika hayo mazingira mnamtumikia Mungu. Kwa hiyo kama ni kuimba praise team, fanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, kwa sababu mnamtumikia Mungu. Hamfanyi kwa sababu ya usharika wa ubungo, hamfanyi kwa sababu ya mchungaji, mnamtumikia Mungu, yeye ndo atakayewalipa. Kwa hiyo unapofanya kwa moyo, hutanungunika unapoona wanadamu hawakutendei vizuri. Hautanungunika. Kwa sababu gani? Unajua ninayemtumikia ni Mungu, naye ndiye atakayenilipa. Kwa hiyo unapofanya chochote, fanya kwa moyo. Yaani manake fanya kwa uaminifu. Yaani fanya bila kuwa na hali yoyote ya kunungunika huko ndani mwako. Unapofanya vile, kwanza unapokea maelekezo kutoka kwa Mungu namna ya kufanya, na Mungu pia anakupa kibali na fadhili zake zinakuwepo nawe katika maisha yako. Kwa hiyo unatakiwa kufanya kwa moyo kama kwa Bwana. Haufanyi vizuri kwa sababu wanadamu wapo. Unafanya kwa sababu najua mimi ninapofanya Mungu ananiangalia. Niliwapa jana ule mfano wangu, nikasema mimi nilipokuwa nimeokoka, nilikuwa bado niko mdogo tu, nilikuwa na miaka 15 hivi. Sasa nilipoenda nyumbani, huu mstari nilikuwa nimeshasoma. Kwa hiyo nikawa na hofu sana ya Mungu. Kwa hiyo nikienda nyumbani, kama labda na deki, siku sitaki kupangua vitu niende mpaka chini ya uvungu, namwambia kabisa Mungu, hapa leo siendi chini ya uvungu. Si kwa sababu mama hayupo kuniona, ila ni kwa sababu tu mimi sijisikii. Kwa hiyo usinihesabie dhambi kwamba nimefanya kwa sababu ya wanadamu. Ni mimi tu sijajisikia, na nimekuambia wewe si kwa sababu mama hayupo. Kwa hiyo ni hivyo, kwamba unakuwa unafanya si kwa sababu unaangalia mwanadamu, kwa sababu mwanadamu yupo, kwa sababu bosi yupo nitaidi kuwahi kazini, lakini kwa sababu hayupo nitaenda saa yoyote. Fanya kwa moyo kama kwa Bwana. Kwa sababu mume wangu hayupo, basi nitaenda kutembea tuko barabarani. Akiwepo nitakuwa na discipline, nitakaa hapa. Sio hivyo. Fanya kwa moyo kama kwa Bwana. Yaani kwamba kile ambacho unakifanya kikitoka kwenye moyo, haijalishi mwanadamu yupo au hayupo, kwa sababu tu kinatoka kwenye moyo, unafanya katika moyo wa kweli, inakuwa ni sawa, kwa sababu unamfanyia Mungu wala si mwanadamu. Sasa leo hapa tunaenda kuangalia hali za kibinadamu zinazozuia uwepo wa Mungu kwa mtu. Hali za kibinadamu zinazozuia uwepo wa Mungu kwa mtu. Kuna hali zetu wanadamu ambazo huwa zinazuia uwepo wa Mungu kwa mtu. Sasa hizi hali mimi pia nitazitaja, sitazifafanua sana ili tupate muda kidogo wa maombi pale. Manunguniko. Nisoma Yakobo 5:9. Yakobo 5:9 pale. Ngoja nisome huo mstari nifafanue kidogo. Yakobo 5:9. Neno la Mungu linasema hivi. Waraka kwa